Bwana mwanafamilia wa Bongo TZ, kitu cha kwanza ni kuombe wewe, kama bado hujakuwa mwanafamilia wetu, basi subscribe ili tuweze kufikia pale ambapo tunafahamu. Kama tunavyojua kwamba dirisha la usajili linatarajia kufungwa tarehe 15 mwezi huu wa 8, maana yake imebaki siku moja tu ambayo ni kesho, na siku ya kesho kutwa dirisha hilo litafungwa, na bila shaka timu mbalimbali zimeweza kufanya sajili zilizokuwa bora kweli kweli, japokuwa kuna sehemu zingine unakuta maneno yamekuwa mengi juu ya sajili zao ambazo zimefanywa, lakini kwa siku hizi ambazo zimesalia, basi timu yoyote inaweza kufanya maamuzi kwa ajili ya kikosi chao, kwa ajili ya kuandaa mustakabali kuelekea katika msimu huo mpya. Hili haliwezi kupingika, ni kwamba katika vilabu vyote ambavyo vimefanya sajili bora, huwezi kukitaja kikosi cha wananchi Young Africa, na umafia umefanywa na mwekezaji wake Gareth Said Mohamed maarufu kama GSM, kwa kushirikiana na rais wa klabu hiyo Engineer LC Saidi. Hakika Young Africa wametakata kweli kweli. Kwa taarifa ambazo nimezipata hivi sasa ni kwamba klabu hiyo ya wananchi Young Africa imeshamalizana na mchezaji Stephane Aziz Ki. Can you imagine, ndani ya kikosi cha wananchi Young Africa ina mchezaji kama Kangwanda, ina mchezaji kama Selemani Mwalimu, bado hawatosheki, wamechukua mwamba Stephane Aziz Ki. Achana na wale ambao wako pale, akina Yao kwa Siatura, akina Max Mpia Nzengeli na wengine, akina Halani Okelo ambaye na yeye anahusishwa na FAR Rabat. Can you imagine hivyo vitu vyote, bado namhitaji Stephane Aziz Ki. Nini nia yao kubwa klabu ya wananchi Young Africa? Kwangu mimi target kubwa, msimu uliopita pressure ilikuwa kubwa sana kwa upande wao kutokana na kikosi ambacho kilichukua hapo, lakini msimu huu Young Africa wanahitaji kushinda mataji mengi. Wameanza kuchukua ngao ya jamii, wanahitaji kujiweka katika nafasi nzuri kutetea ubingwa wao, iwe mara 6 kama sio 7 za ligi kuu ya Tanzania bara. Jicho kubwa kwa sajili hizi kubwa ambazo zimefanywa ni kuelekea kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Yanga kwa sajili ambazo zimeshafanywa tayari na ambayo watamtangaza Stephane Aziz Ki, na kwa namna timu zilizokuwepo kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, unaona kabisa kwamba Yanga ni moja kati ya timu ambayo inahitaji ubingwa, kwa sababu timu ambazo zilikuwa korofi kama Hadi, yeye acheze katika ligi ya mabingwa, lakini atacheza katika kombe la shirikisho, kitu hicho kitakachopelekea wao kama Yanga kujiweka katika nafasi nzuri. Kwa hiyo ujio wa Stephane Aziz Ki ndani ya kikosi cha Yanga bila shaka ni jambo jema sana, kwa sababu hakuna ambaye afahamu ubora aliyokuwa naye mwamba Stephane Aziz Ki pindi akiwa uwanjani. Hawa Simba naweza tu kuonea huruma kwa sababu sajili zao namna ambavyo zimefanywa, na ukiangalia bosi wa wananchi Young Africa kwa umafia ambao wanaofanya, bila shaka msimu utakapoanza tusianze kusikia lawama, kwa sababu huwezi kuwa na mshambuliaji kama Dumbia alafu ufananishe na kikosi cha Young Africa ambao kuna wachezaji rari kabisa kama akina Shalulile, sawa akina Halani Okelo ambao na wao wanahitaji kutolewa kwa mkopo. Yani jiulize tu, kikosi cha Yanga kina mchezaji kama Halani Okelo lakini bado anakosa nafasi katika kikosi hicho. Amushtuki tu wekundu wa Msimbazi Simba. Hakika tusubiri tuone, ila muda ndio ambao utazungumzwa. Kwa hiyo habari kubwa ndio hiyo, ni kwamba Stephane Aziz Ki is back, na pale katika kikosi cha Young Africa kuna yule mchezaji beki anafahamika kama Faruk, yule anaachwa ili kuweza kuchukua nafasi yake, itachukuliwa na Stephane Aziz Ki. Kwa hiyo kuna mawili, inawezekana huyo Faruk akaachwa ama Halani Okelo akauzwa nje ili klabu hiyo iweze kupata replacement, na moja kwa moja mchezaji Stephane Aziz Ki aweze kuingia katika mfumo wa kikosi cha wananchi Young Africa. Hii ni Bongo TZ. Kikubwa ni kushauri tu usisahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Endelea kufuatilia maudhui yetu kadri ya siku ambavyo tutakuwa tunakuwekea kwenye YouTube channel yetu. Bye bye.